Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, leo ikiwa ni Agosti 12 ya mwaka 2026. Tuombe. Baba mwema uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya kujifunza neno lako. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi tujifunzapo neno hili. Malaika wako watuzingire na kutuongoza kila hatua tutakayopiga. Tusaidie tuendelee kuchagua yaliyo mema. Tusaidie tuendelee kuakisi nuru yako katika ulimwengu huu. Jina lako litukuzwe, kwani utafanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo na kichwa kinachosema ahadi ya Mungu ya milele. Zaburi ya 105 aya 108 inasema, analikumbuka agano lake milele, neno lile aliloviamuru vizazi elfu. Mungu anasimama nyuma ya kila ahadi aliyoitoa. Mkiwa na Biblia zenu mikononi, sema, nimefanya kama ulivyosema, ninawasilisha ahadi yako. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ile ya 7 aya 7. Upinde wa mvua unaokizunguka kiti cha enzi ni hakikisho kwamba Mungu ni wa kweli, kwamba kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Tumemtenda dhambi na hatukustahili kibali chake, lakini yeye mwenyewe ametia midomoni mwetu ombi hilo la ajabu zaidi. Usituchukie kwa ajili ya jina lako, usikifedheheshe kiti cha enzi cha utukufu wako. Kumbuka, usilivunje agano ulilofanya nasi. Yeremia 14 aya 21. Ameahidi mwenyewe kusikiliza kilio chetu tunapokuja kwake, tukikiri dhambi na kutostahili kwetu. Heshima ya kiti chake cha enzi imesimikwa kwa ajili ya utimizaji wa neno lake kwetu. Kila mtu anayejitoa mwenyewe kwa Bwana kwa ajili ya utumishi bila kuzuia chochote hupewa nguvu kwa ajili ya kupata matokeo yasiyopimika. Bwana Mungu amefungwa kwa ahadi ya milele ya kutoa nguvu na neema kwa kila mtu ambaye ametakaswa kupitia utii kwa ukweli. Nehemia akisukumwa kuingia katika uwepo wa mfalme wa wafalme, na alijipatia nguvu upande wake ambayo ingeweza kugeuza mioyo kama mito ya maji inavyogeuzwa. Angalia Nehemia sura ya 1 na ya 2. Kuomba kama Nehemia alivyoomba katika saa yake ya uhitaji ni rasilimali ambayo Mkristo anayo katika hali ambazo aina zingine za sala zinaweza kuwa haziwezekani. Wafanyakazi katika maisha yenye shughuli nyingi, waliosongwa na karibu kuzidiwa na fadhaa, wanaweza kupeleka ombi kwa Mungu kwa ajili ya uongozi wa Mungu. Katika nyakati za shida au hatari za ghafla, moyo unaweza kutuma kilio chake cha kuomba msaada kwa yule ambaye ameahidi mwenyewe kuja kuwasaidia waaminifu wake, wanaoamini kila wanapomwita. Katika kila hali, chini ya kila sharti, nafsi iliyolemewa na huzuni na masumbufu au iliyoshambuliwa vikali na majaribu inaweza kupata uhakika, msaada na shime kutoka katika upendo wa daima na uwezo wa Mungu mwenye kutunza agano. Leo ni Agosti 12, mada ikisema ahadi ya Mungu ya milele. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma. Ni nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli
yanaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.